Kwa maana jeshi letu lipo kwa ajili ya kulinda katiba na kuwalinda wananchi na sio kiongozi aliyekuwa madarakani. Mkuu wangu wa CDF, nasisitiza tena, huu uchaguzi ni wa kihuni, tusikubali kabisa. Tusikubali wauni wachukue hili taifa. Na ndio maana kunakuwa kuna hali ya kulazimisha. Hawa wauni hawa kuna jambo wanataka kulifanya. Tusikubali. Tukifanya hivyo hakika tutakuwa tumeligawa taifa. Na haya mambo sio ufisadi ambao tunayaona sasa hivi. Ufisadi, sio uaji. Yaani utaongezeka maradufu na wananchi hawatakuwa na la kuongea. Utaongezeka maradufu tukikubali uchaguzi ufanyike. Afande CDF, umeshika matumaini ya Tanzania, zuia uchaguzi. Haya mambo hata hii kashfa hii ya kuuliwa kwa Magufuli. Tanzania hawa si ndio watumia wenyewe kwanza. Ndio hawa wanatumia. Sasa just imagine kwamba wamechukua hili taifa. Wamechukua. Nani atachunguza kifo cha Magufuli kama wao wenyewe ndio wanahusika? Nani atarekebisha mikataba ya bandari? Mikataba mbalimbali kiwemo mkataba wa bandari. Ikiwa wao ndio wamepitisha mikataba migodi, makaa ya mawe, nani ataifuatilia wakati wao ndio wahusika wakuu? Ya kama kawaida bado tunaendelea kufuatilia nondo za mwanajeshi kapteni ambaye anajulikana kama Tesha. Sasa huyu ni raia wa nchi ya Tanzania na ni mwanajeshi katika kikosi cha JWTZ. Sasa kuna video ambayo alifanya kwenye mitandao ya kijamii na ni video ambayo imeibua hisia mseto, wengi wanaiongelelea. Sasa kuna issue ambayo ameiongelelea na imewagusa wengi zaidi. Sasa mwanajeshi huyu ameongelelea issue ya uchaguzi nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile hali ya wapinzani wa CCM ambao wanajulikana kama Chadema kuzuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Sasa mwanajeshi huyu anasema kuwa so haki na inafaa haki ionekane kama imetendeka na vile imetendeka kwa wafuasi wa Chadema na vile kiongozi wa upinzani nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Tundu Antipas Lissu. Na ikumbukwe ya kuwa Tundu Antipas Lissu wakati huu anakabiliwa na mashtaka ya uhaini ambapo kesi yake imekuwa ikisikizwa katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam, inaahirishwa, anarudi mahakamani na vitu kama hivyo. Sasa kuna wengi ambao wamejihisi ya kuwa wanakomolewa na jinsi serikali ya CCM inavyoendesha kesi ya Tundu Lissu. Inaonekana ya kuwa bingwa huyu anajihisi ya kuwa chama cha CCM na serikali ambayo inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kuna vile wanajaribu kutumia vyombo vya usalama nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumzuia Tundu Lissu ndiye angalau asishiriki kwenye uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 29. Na ikumbukwe ya kuwa kuna maandamano ambayo pia imetayarishwa ama imeandaliwa na baadhi ya watu ambao wanajihisi ya kuwa serikali ya Mama Samia Suluhu inazingua zaidi. Kwa hiyo sitaki kuchosha, nataka kukuwekea video hii ndiye angalau upate kujinsi bingwa huyu alivyokuwa akiongelelea issue hii. Kwa maana jeshi letu lipo kwa ajili ya kulinda katiba na kuwalinda wananchi na sio kiongozi aliyekuwa madarakani. Mkuu wangu wa CDF, nasisitiza tena, huu uchaguzi ni wa kihuni, tusikubali kabisa. Tusikubali wauni wachukue hili taifa. Na ndio maana kunakuwa kuna hali ya kulazimisha. Hawa wauni hawa kuna jambo wanataka kulifanya. Tusikubali. Tukifanya hivyo hakika tutakuwa tumeligawa taifa. Na haya mambo sio ufisadi ambao tunayaona sasa hivi. Ufisadi, sio uaji. Yaani utaongezeka maradufu na wananchi hawatakuwa na la kuongea. Utaongezeka maradufu tukikubali uchaguzi ufanyike. Afande CDF, umeshika matumaini ya Tanzania, zuia uchaguzi. Na haya mambo hata hii kashfa hii ya kuuliwa kwa Magufuli. Tanzania hawa si ndio watumia wenyewe kwanza. Ndio hawa wanatumia. Sasa just imagine kwamba wamechukua hili taifa. Wamechukua. Nani atachunguza kifo cha Magufuli kama wao wenyewe ndio wanahusika? Nani atarekebisha mikataba ya bandari? Mikataba mbalimbali kiwemo mkataba wa bandari. Ikiwa wao ndio wamepitisha mikataba migodi, makaa ya mawe, nani ataifuatilia wakati wao ndio wahusika wakuu? Tunaendaje kwenye uchaguzi ukiwa kwenye kiongozi wa chama cha upinzani amewekwa ndani tena kwa ila?
Sasa kama tumekubali demokrasi, kwa nini tusikubali kuishi nayo? Na uzuri wake ni ipo kwenye katiba. Demokrasi imeruhusiwa, mfumo wa vyama vingi imeruhusiwa kwenye katiba. Kwa nini tunakataa au hatutaki au tunatengeneza mazingira kutokubaliana nayo, kwenda nayo? Mtoeni huyo mtu. Hao wenye chama chao wanataka wamtoke, huyo mtu atolewe au haki itendeke. Tusifanye mambo kioleo. Tunalipoteza hili taifa. Tukiendelea kukaa kimya, hili taifa litapotea. Na mimi sipo tayari kwa hiyo. Sipo tayari kabisa. Sasa tunaendaje kwenye uchaguzi tukiwa na malalamiko ya tume huru ya uchaguzi? Na hiki ndio kiburi ambacho CCM wanapata. Kwa sababu wanaona wanaweza kuimiliki hii tume huru. Mzee Warioba alishauri, mimi sio wa kwanza. Mzee Warioba alishauri watu mbalimbali wa haki za binadamu na wazalendo kweli hawa watu walishauri walishauri kwamba hii tume huru ya uchaguzi jaribu kurekebisha baadhi ya mambo. Wao hawataki, wanalazimisha tu mambo kwenda hivi hivi. Kwa nini wanalazimisha? Wanaficha nini? Kwa nini wanalazimisha? Kama chama tawala kinajiamini kimefanya maendeleo, wapi hao tume huru ya uchaguzi? Wananchi si wanaona kwamba chama hiki kimefanya maendeleo. Watakipa tu kiukula. Watakipa kula kuliko kuangaisha haki za watu hapa. Tunamkosea Mungu. Tunamkosea Mungu, na hii ni hatari katika taifa. Haiwezi kuvumilika hata kidogo. Haya, tunaingia kwenye uchaguzi kwa kuna tuhuma za rushwa ndani ya chama, iko chama tawala CCM. Na nje. Kwa nini tunakuwa na upuuzwaji wa kufuatilia mambo ya rushwa ambazo zinaweza kuhujumu uchaguzi na kupata kiongozi ambaye hastahili? Kwa nini? Hawa watu nini? Wanaita watu wa kupambana na rushwa PPCB. Mnafanya kazi gani? Kwa nini namchunguzi? Kuna viongozi kuna tuhuma za viongozi wa watu walitoka Chadema kwenda sio chama gani? Chama cha nini cha umma. Kuna tuhuma hapo kwamba hawa watu kuna tuhuma za rushwa walienda huko ili kwenda kuhalalisha uchaguzi. Vipi mnazichunguza hizo tuhuma? Au mnaacha mambo yaende? Mkiacha mambo yaende mnaharibu taifa. Nawaambia mnaharibu taifa. Hili taifa mnaliharibu mkiacha mambo, msipotimiza majukumu yenu. Mnaliharibu taifa. Na hiyo alikubaliki. Na sisi mnalipeleka wapi hili taifa? Hili swala lichunguzwe. Hizi tuhuma haziwezi kaachwa zipite hivi hivi tu. Alafu mnalazimisha uchaguzi ufanyike. Hakuna uchaguzi hapa mpaka hizi tuhuma zichunguzwe, julikane ukweli. Yani from nowhere cha umma, watu ambao walikuwa wana nini? Wanalisha nini? Wanalisha ubwabwa. Eti ghafla ndio kimekuwa chama kikuu cha upinzani. Hiyo ikubaliki na ingia kilini. Hakuna uchaguzi wa namna hiyo. Mungu hajabariki hilo. Na Mungu kama angekuwa amebariki hivi vitu vingeenda tu vizuri. Sasa mnaenda kumpata kiongozi ambaye hata Mungu mwenyewe hajakubaliana naye. Hii ni hatari kwa taifa kubariki hata kidogo. Sasa tunaingia kwenye uchaguzi kwa kuna uonevu zaidi wa chama cha upinzani. Kwa makusudi wanazuia kufanya hata mikutano yao. Wanafunguliwa kesi za hila na za ovyo za kuwazoofisha. Wafuasi wao wanakamatwa, wanatekwa, wengine wanauawa. Kama vile sio Tanzania. Hili alikubaliki. Alikubaliki hata kidogo. Kama tumekubali mfumo wa demokrasia, kwa nini tunashindwa kuishi nao? Mfumo wa demokrasia tumeukubali na tumeweka kwenye katiba. Kwa nini tunakubali kuishi? Kwa nini hatutaki kuishi nao? Kama hatutaki demokrasia, hii demokrasia mfumo wa vyama vingi, basi tuiondoe. Kuliko kufanya tu mambo kiolelo, mnaua watu, mnawapiga, mnawazoofisha, sio vizuri. Leti picha nzuri. Hawa ni Watanzania wenzetu. Haitaki hili swala, mimi sikubaliani nayo. Hiki kitu kipo ndani ya katiba. Mfumo wa vyama vingi upo ndani ya katiba. Sasa kwa nini mnawazoofisha hawa vyama hivi vya upinzani? Kwa nini mnawazoofisha? Wengine mnawafungulia makesi. Kweli hili halikubaliki. Afu ngoja niwape mbinu chama tawala. Ngoja niwape mbinu ambayo iko very clear. If you really want to destroy or defeat the opposition party, the only thing is to derive development that will direct impact the life of citizen. Hii ndo the only way ya kuweza kudestroy chama cha upinzani. Pelekeni maendeleo kwa Watanzania. Pelekeni maji, pelekeni maendeleo yale ambayo ni tangible, ambayo direct
itawafikia Watanzania, wananchi wenyewe. Hapa ndo njia sahihi ya kuweza kuua vyama vya upinzani, na sio kama hivi mnavyofanya, mnawaua, mnawapiga. Haileti picha nzuri, sio jambo zuri. Hao wote ni Watanzania, sio jambo zuri kabisa, likubaliki. Mnamkosea Mungu bure. Haya, mtaingiaje kwenye uchaguzi? Hata chama chenyewe iko chama tawala, uteuzi wao wa kiongozi wao hauna uhalali. Watu wamelalamika, wameenda mpaka mahakamani. Wengine mpaka leo wanalalamika kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwamba kiongozi wao hajateuliwa kwa mujibu wa katiba yao. Tunaendaje kwenye uchaguzi kwa staili kama hiyo? Nafasi za ubunge zimekuwa za rushwa. Ndugu jamaa na marafiki ndio wanapewa hizo nafasi. Sasa mtaenda kutengeneza serikali ya aina gani? Wale watu waliochaguliwa na Watanzania wenyewe na wananchi waliopitishwa kwenye kura za maoni, ambao wananchi wanawaamini kwamba ni watu wazuri na watendaji kazi wazuri, mmewakata, mmeka watu wetu. Sasa nashangaa mtaenda kutengeneza serikali ya aina gani huko mnapotaka kwenda? Hii ni hatari kwa taifa na haikubaliki. Haikubaliki hata kidogo. Haikubaliki na haivumiliki. Sasa mkuu wangu afande CDF, kwa unyenyekevu mkubwa na heshima kubwa sana ambayo naiweka kwa mkuu wangu, kwa sasa wewe ndio mtu pekee ulioshika imani kwa wananchi na upo kwenye mtego mkubwa sana. Tengeneza faraja imani kwa wananchi. Hili swala sio la Chadema, hili swala ni la taifa, umoja na mshikamano na upendo wa taifa letu. Ili tuweze kuendeleza hayo, na kushauri mkuu wangu, zuia uchaguzi. Uchaguzi hauna kibali hata kutoka kwa Mungu. Mkuu wangu afande CDF, zuia uchaguzi. Kibali kutoka kwa wananchi tayari unacho. Na imani wananchi watakuwa na imani wananchi wanataka, kwa hali tu inavyoonekana kwenye mitandao. Labda mitandao nao ni njia rahisi ya kuweza kupata taarifa, kupata habari. Wananchi wanaamika uchaguzi uzuiwe. Kwa afande CDF na kushauri mkuu wangu kwa upendo kabisa na unyenyekevu wa hali ya juu sana, stay positive, zuia uchaguzi. Kibali kutoka kwa Tanzania umepata, zuia uchaguzi, wavushe hapa tulipo. Na kwa hiyo ukifanya hivyo utarudisha imani kubwa kwa wananchi na jeshi, ambao ukweli usiofichika kwamba kuna namna ambayo jeshi letu liliteteleka, kwamba kuna namna ilionekana na ilisiwa kwamba kuna namna inatumika na baadhi ya wanasiasa. Kwa hiyo ukifanya hivi utaweza kurudisha imani ya wanajeshi na wananchi kwenye jeshi lao. Kwa maana jeshi letu lipo kwa ajili ya kulinda katiba na kuwalinda wananchi, na sio kiongozi aliyekuwa madarakani. Mkuu wangu afande CDF, nasisitiza tena, huu uchaguzi ni wa kihuni, tusikubali kabisa. Tusikubali wauni wachukue hili taifa. Na ndio maana kuna hali ya kulazimisha. Wauni hawa kuna jambo wanataka kulifanya. Tusikubali. Tukifanya hivyo hakika tutakuwa tumeligawa taifa. Na haya mambo sio ya ufisadi ambao tunayaona sasa hivi. Ufisadi, sio uaji, yani utaongezeka maradufu na wananchi hawatakuwa na la kuongea. Utaongezeka maradufu tukikubali uchaguzi ufanyike. Afande CDF, umeshika matumaini ya Watanzania, zuia uchaguzi.